ine Yama tine ke yore te ori Gui kora ke agora si adurio de natumia Nana ke naire tu nasia genge Rena ira vimo me de bayote Aki kane roya kukiero Oke agora si adurio de natumia Nana ke naire tu nasia genge Rena ira vimo me de bayote Aki kane roya kukiero Papa Ai de coro me acá mero buena Ya doya rutire misirio que manina Doya maracarani ganero Neme ya maituru gatoni Neo tiwa kujero bagai waina ini Goro siaga makia matuire kananio de Diodo me okete me yanano No ve do tali togoi de vito Wa kujero bagai waina ini Goro siaga makia matuire kananio de Dodo me okete me yanano No e do tali togoi de vito Ida do kure mwe to awakure ai No irado Danie juhe tai goro na bokinya Danie juhe tai goro na bokinya Ona sia takira moa dani wakwa Otire ke doya de no de hokara Goro ine ya kwaniri de ya koinoka Goro ine ya kwaniri de ya koinoka Odanya wako
Kwanza kabla salamu kutoka kwa mchungaji rafiki yangu wa Tanzania anaitwa Robert Ruvunduluka, alisema niwasalimie juzi na nimewasalimia, na amesema anatamani sana kufika hapa kwetu. Kwa hiyo Mungu akitusaidia ataweza kututembelea hapa. Mara ya mwisho kuja hapa Kenya ni miaka mingi sana. Kwa hiyo tunaomba hata labda huu mwaka Mungu anaweza akamfungua aweze kuja kututembelea. Anasimamia ndiye askofu wa kule naenda kuhubiri, inaitwa Jimbo la Ziwa Tanzania, katika makanisa ya Pentecostal Missionary Church. Hii ndio kanisa linaitwa PMC. Yetu ni PWM, huko ni PMC. Na sasa alianza na kanisa lake wakati kulikuwa na mgawanyiko fulani ulitokea, hiyo unatokea sasa makanisa yuko na zaidi ya 10 wale wamejiunga katika hiyo sehemu. Kwa hivyo kazi inaendelea, na niambia hata kazi inakuwa mzito sana kwa sababu kazi imeendelea, na ni vizuri wakati kazi ya Mungu imeendelea. Siku ya leo tuko katika somo letu la 12 na ni katika Waebrania mlango wa 11. Somo lenyewe ni imani, lakini iko sehemu ya kwanza. Hii sehemu ya A inaitwa mapambazuko. Tunapozungumza habari ya
tunapozungumza habari ya imani, mapambazuko, sinajua kupambazuka. Siku sinajua vile inapambazuka. Mapema. Hivi sasa tunaangalia imani kuanzia mwanzo, alafu baadaye tutaona baadaye ilikuwaje hiyo imani. Kwa sababu imani ni jambo la ajabu. Na hapa tutajua maana ya imani ni nini. Unajua tulipookoka tulikuwa tunaambiwa imani, ukiamini kitu chochote ukisema na bila shaka kitatokea. Na tukaamini hivyo. Si kwanza hiyo ndio tuliamini, ndio tukaokolewa. Tukaamini Yesu Kristo ni Mwokozi na kweli akatuokoa, na tumeona ukweli wa hilo jambo. Sasa tukiwa katika vijana, kuna kijana mmoja yeye alitaka kupima imani yake. Si Yesu Kristo alitembea ndani ya juu ya maji. Akaamini kama Yesu alitembea, basi hata mimi kwa imani ninaweza kufanya nini? Kutembea. Hakwenda kwa mto, aliweka maji kwenye bakuli basin, akasema leo nitatembea juu ya maji, nitakanyaga maji na nisimame. Si ni imani? Akasikia kweli ana imani kabisa, akifanya hivyo itatendeka. Na akatuambia yeye akiingia akaingiza mguu kwenye maji. Si aingiza huu ndio ukiwa juu aweke huu mwingine. Alipoingiza wa kwanza ukaingia ndani ya maji. Imani yake haikufa, akaingiza wa pili. Akajikuta miguu iko juu iko kwa karai na iko maji, lakini bado hajalea juu ya maji. Akafikiri akasema, sielewi ni nini imetokea. Leo tuone imani ni nini. Si msisimuko tu huo, hapana. Imani tutaambiwa maana. Na tukielewa maana yake tutaelewa kwa nini basi kuna watu tunaita ambao tutasoma, Mungu akipenda tutawaangalia wiki ijayo, wale mabingwa wa imani. Sinajua Kenya kuna mabingwa wa mbio. Na nchi zingine za Europa kuna nchi ina mabingwa wa mpira, si ndio? Hivyo. Basi hata imani kuna mabingwa. Na ni nini ilifanya waitwe mabingwa? Kwanza ni tuelewe imani ni nini. Tuko katika Waebrania 11 mstari wa kwanza mpaka wa 7. Tunaona kielezo imani ni nini. Tukuuliza imani ni nini? Tutatusomea mstari wa kwanza, wa pili, wa tatu. Na katika kielezo tutaona mambo matatu. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa kwa imani, twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Ndio. Ni imani. Tunaambiwa kwamba imani ni kuwa na hakika na ya mambo yanayotarajiwa. Kama kesho sema nataka kwenda Nairobi, si ndio? Ninakuwa na hakika nitaenda Nairobi. Sina shaka kwa sababu nimepanga na naona nahitajika kuwa huko. Kwa hivyo napanga na nina hakika. Sasa ule mtu tutakutana akiuliza, bwana bado nakuja? Namwambia bado nakuja. Lakini simwambii tu bado nakuja. Kama mwanadamu na tumeambiwa na maandiko tuseme nini? Mungu akipenda, si ndio? Kwa hivyo naweza kuwa na pesa, niwe na kila kitu, lakini ikiwa si mapenzi ya Mungu sitafika. Sasa tunaambiwa ni kuwa na hakika ya kwamba kuna kitu unatarajia na unakuwa na hakika, una mashaka, si labda
ama ikiwa hivi ama ikiwa vile. Sikuna wakati unapanga safari unasema hali ya anga ikiwa mzuri nitafanya nini? Nitafika, kwa sababu unachua. Ikinyesha vile unyesha wakati mwingine, labda mahali huko hata uweze ukatoka. Kuna furika. Kwa hivyo utasema hali ya anga ikiwa mzuri nitakuja. Sasa sisi kuna yale tumeamini mambo, na ni mambo ya ajabu kwa sababu ni mambo hatujaona. Na pia si ya kwamba hatujaona, hatuna shahidi ambaye alikuja amekuwa huko ameona. Si tunaongea mambo ya mbinguni. Hapa sifikiri kuna mtu, sijakutana na mtu amekuwa mbinguni. Nimesikia tu wakati wengine wakitoa nini? Wakitoa ushuhuda. Mimi niliota, mimi nilipata maono ya mbinguni. Lakini sijakuta mtu ataniambia mimi nilikuwa hapa. Isipokuwa nasikia ati kuna mhubiri mmoja anasema yeye amekuwa huko, hata ameonana na Mungu, Mungu ameketi hapa. Sijui kama ni kweli, lakini inaelezwa hivyo. Ati Mungu akakaa hapa na yeye akakaa, wakaongea uso kwa uso. Sisi labda kuna huyo sisemi hajaenda, lakini nina shaka mimi. Lakini jambo ambalo sina shaka ni ya kwamba ninatumaini ndani yangu, kwa sababu kuna ule mwanzo nilianza nao. Nikaambiwa amini Yesu Kristo atakuokoa, dhambi zangu zitasamehewa na utaanza maisha mpya, hata mwili wako utabadilika, yale ambayo yanakusumbua utapata ushindi, utapewa ushindi, utawezeshwa. Nikaamini, na mpaka leo nimeendelea, na mpaka leo sijakata tamaa, sijafika mahali kusema hapana, hiyo ilikuwa story tu, ilikuwa mambo ya uongo, ni mambo hayana ukweli. Sasa tukaambiwa ya kwamba hiyo ndio hakika ambayo tuko nayo. Tuna hakika kwa sababu niliambiwa hivi ikakuwa hivyo na ni kweli. Kwa hivyo hata ile ambayo natarajia ina hakika, kwa sababu yule ambaye niliambiwa habari zake atafanya tayari amenifanyia. Halafu tunaambiwa ya kwamba ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Bayana maana yake ni kama kitu, bayana ni kitu ambacho unashikilia. Kama vile tumeona Washiku wamebeba hiyo jagi ya maji, na alikuwa na hakika akija, kwa sababu si amechota. Sasa sisi tunakuwa na uhakika na tunashikilia ya kwamba hata nikiambiwa kufa nitakufa, kama hiyo ndiyo njia yangu kwenda mbinguni. Sinamkumbuka Mtume Paulo akaambiwa, wewe ukienda huko Yerusalemu utatoka huko umefanya nini? Umefungwa minyororo. Na watu wakamwambia tafadhali usiende, akasema, naye akalia akamwambia hapana, msinifanye moyo wangu kuwa mzito, mnakuwa mzigo kwangu. Acheni mimi niende kule Mungu anataka niende. Ameambiwa, ameonywa, lakini anaenda huko. Siku ya leo ni ajabu. Hatujaonywa na tunajua kina kibaya kitatokea, lakini mambo mengine hatujikuti hapo. Tukisikia kuna matanga mahali hatuendi, tukisikia kuna mazishi ya mahali hatuendi. Na bado tunasema tunaenda mbinguni. Na tukasoma wiki iliyopita, matendo yetu yawe ni ya kupendeza, matendo yetu yanaambatana na hiyo imani na huyu ambaye tunamtumikia. Na pia tukaambiwa kwamba wazee walipata ushuhuda mzuri. Wale walitangulia, sasa ndio nasema mapambazuko ya imani. Wale walianzilisha hii imani yetu. Tunaambiwa ya kwamba ni wazee walitembea na Mungu, wakaambiwa kuna mahali, wakaamini kuna mahali.
na kweli wakajitoa kabisa katika hayo mambo kabisa. Hebu basi walipata ushuhuda mwema, na tunaambiwa kwa hivyo sisi tunaelewa ya kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Bwana Mungu, ya kwamba Bwana Mungu alinena tu neno na yale tunaona yakaumbika. Tunaamini hivyo. Hakuhitaji kwenda kutafuta mbao, chuma, ile inaitwa kabiro, apime, ajenge. Hapana, yeye alisema tu neno, na ya kwamba chochote ambacho tunaona kilitokana na kitu ambacho hakiko. Yeye mwenyewe tu neno lake likatosha. Na hiyo ndio wao wazee waliamini hivyo. Hao tunaita wazee wa imani yetu. Na tunaambiwa kuna mtu mmoja aliitwa Habili, ya kwamba Habili hatuambii vile alifundishwa mambo ya kutoa dhabihu, lakini inaonekana alifundishwa, kwa sababu tunaambiwa walijua ya kwamba kuna kipindi cha kutoa nini, dhabihu. Maandiko hayaelezwi hata utaratibu, lakini katika ni tofauti. Tukisoma katika kitabu cha Kutoka ni tofauti. Walielezwa mtatoa dhabihu hivi, wakaelezwa utaratibu mzuri. Lakini hawa hatujui vile walielezwa, lakini walielewa. Ati Habili akajua. Yeye alikuwa mfugaji, akatoa dhabihu mzuri ikampendeza Mungu. Tunaambiwa Mungu akampenda, akapendezwa na yeye, na pia akapendezwa na dhabihu. Kaini akakuja vile. Na nimesikia wahubiri wengine wakisema, unajua ya Kaini alikataliwa kwa sababu yeye alikuwa mkulima, alitoa zile vitu mbaya akaletea Mungu. Biblia haijaandikwa hivyo. Na hata baadaye ukisoma story unaona sio dhabihu ilifanya Mungu asimpende Kaini. Kaini Mungu alimkataa kwa sababu hakuthibitisha imani katika kile alikuwa anatoa, na hakuthibitisha ukweli wa moyo ambao Mungu anahitaji kwa wale wanamkaribia. Na tunaambiwa yeye kwa Mungu kumkubali, Mungu akatoa ushuhuda ya kwamba amependezwa na yeye, na kitendo chake chema kikakuwa ni mwanzo wa uwivu na ubaya mwingi na uchungu mwingi kwa kaka yake mkubwa Kaini, akamuua. Lakini tuambiwa ya kwamba ijapokuwa huyu Habili amekufa miaka mingi, sijui ni miaka ngapi, lakini miaka mingi iliyopita Habili amekufa, si ndio? Lakini leo tunazungumza habari zake. Hata nakumbuka kanisa fulani lilitoa taarifa inaitwa Sitam. Wakati mnakumbuka bwana mmoja alipigwa na risasi na polisi bure. Hana mawe, amesimama tu akapigwa akauawa. Kanisa likaambia serikali, ujue vile hiyo damu ya Habili ilifikia Mungu, hata hiyo damu imefikia Mungu. Na sio askari alifyatua hiyo risasi. Hapana. Yule alimpa huo uwezo na kukinga na huo kumruhusu kuua watu wa kiholela, atajibu. Ni kanisa liliandikia serikali ya kwamba hiyo damu italia, na kama vile damu ya Habili, na kama vile ilikuwa damu nyingine ya mtu mmoja aliitwa nani huyo, alikuwa Mhiti, Uria, damu yake ilimwagwa bure, na Mungu akaambia Daudi, utalipa hiyo damu kwa sababu umemuua wewe. Ijapokuwa umetumia Muamori kumuua, ni wewe umemuua. Sasa Habili akakubalika, na leo tunaongea, ijapokuwa amekufa tunaambiwa, lakini bado anazungumza, kwa sababu anatajwa na watu wanajua kuna mtu alikufa bure kwa matendo tu mazuri. Basi
tunaambiwa kwamba kuna mtu mwingine pia aliitwa Henoko, na Henoko tunaambiwa walitembea na Mungu, na habari zake Henoko, hata huwezi ukaongea habari za Henoko, habari zake unaweza ukaongea hata saa moja, lakini zile zimeandikwa kwa Biblia. Ukisoma habari za Henoko ni mistari 3-4 hivi peke yake imetoka mambo ya Henoko, lakini ukakuwa ana ushuhuda wa ajabu ya kwamba yeye walitembea na Mungu, siku moja akatoweka. Na ikakuwa ushuhuda ya kwamba alimpendeza Mungu, kwa sababu hata kabla kuondoka hivyo alikuwa anazungumzia huyu mtu anampenda, wanapendana na Mungu sana. Si tutafute basi hata sisi hivyo ya kwamba watu wametambua na sisi tunatambua, na tunatafuta kupendeza Mungu katika maisha yetu. Basi hapo tunaonywa ya kwamba haiwezekani kumpendeza Mungu bila imani. Kwa nini? Tunaambiwa kwamba tunapokuja kwa Mungu na tunapoomba Mungu na tunapomlilia Mungu tuwe na imani. Si kulia tu kwa sababu niliona Wadana akilia na mimi naenda tu kulia kama nani? Kama Wadana. Wadana alisema naomba kama Wadana. Hapana. Mimi nisimame peke yangu na imani yangu na niambie Mungu mambo yangu. Hivyo ndio inampendeza Mungu. Nikiwa na imani. Kwa sababu tunaambiwa tukija mbele za Mungu kwanza lazima tuamini yeye yuko. Na si ya kwamba yuko tu, lakini pia ya kwamba yeye huwapa vipawa wale ambao wanamtafuta. Ya kwamba ukienda kwa Mungu muombe, na Mwokozi Yesu alitufundisha hivyo, na akatoa mfano wa baba. Mtoto akija kwa baba muombe chakula, amuombe mkate, hawezi akampa jiwe, achukue jiwe hii, chukua mkate. Hapana, Mungu wetu yuko hivyo. Tukiamini hivyo basi tunaomba. Na wakati si kusema ya kuwa tukiomba mambo yote tunaomba tunapata. Sababu kama ni hivyo basi kuna Mkristo leo angekuwa na nini? Na gari. Hata sijui ni nini hatungekuwa nayo. Tungekuwa na vitu vyote, si ndio? Lakini mpango wa Mungu sio hivyo. Lazima tukiomba tunaomba kulingana na mpango wa Mungu na kulingana na mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo kuna mambo ambayo tutapokea na Mungu ana sababu za kutosha. Hafanyi hivyo ndio aseme nilijua au kwa mtu akikuja nitakafanya. Hapana, Mungu wetu hana kinyonga. Tukija mbele yake na imani anatupokea hivyo na anatubariki. Kwa sababu tunaambiwa kuna mtu ambaye aliitwa Nuhu. Na Nuhu Mungu akamzungumzia. Hao ndio wale tunaambiwa wazee walikubalika na wakakuwa na ushuhuda. Akaambiwa kutanyesha. Yaani akaambia watu mambo ambayo yalikuwa hayajatokea. Sijui kama mnaelewa, lakini kabla ya Nuhu kulikuwa hakuna hii misimo. Sasa leo tunaambiwa kuna hii mvua wakati wote itanyesha huku. Na hata tusitu Kiingereza long rains. Na kwamba ile mvua nyingi. Na pia kuna ile mvua ambayo inakuja mwezi wa 10, 11 hapo, mvua kidogo, si ndio? Hiyo ni sehemu ilianza wakati baada ya Nuhu. Kabla ya hapo tunaambiwa kulikuwa hakunyeshi. Maji yalikuwa yanatoka. Kwa hivyo kila mahali palikuwa pazuri, pana unyevu wa kutosha. Si kama hapa sasa ukiangalia hapa usiona vile kumekauka. Si ndio tunasema tuko nini? Kiangazi. Kulikuwa hakuna kiangazi. Lakini Nuhu akakuja akaambia watu mvua itanyesha kutoka juu. Wakashindwa juu mvua itatoka juu aje? Kwani huko kuna matangi, huko kuna mifereji, huko kuna mito huko juu. Lakini akakubalika kwa sababu kwa Mungu na huo ujumbe. Na tunaambiwa akajenga safina ili imuokoe na iokoe jamii yake. Sababu jamii yake inaonekana walimwamini yeye vile anasema, na ikakuwa hivyo. Ya kwamba kupitia dunia yote ikamalizika, Mungu akaanza kizazi kipya na huyo mtu
ambaye aliamini. Kwa hivyo kizazi kile kiko si kile cha Adamu. Cha Adamu kilikwisha. Kizazi kipe kikaanzishwa na nani? Na Nuhu. Kwa sababu Nuhu alikuwa na imani, alikuwa mtu wa kuanzisha. Na tukiwa na imani, hata sisi tunaweza kuanzisha mambo yetu. Tuamini Mungu. Mungu atuzungumzie na tuamini na tuende na ujumbe wa Mungu vilivyo. Kuna mambo ambayo yatatokea na watu watasema, huyo ni wadana alifanya hivyo. Basi tunaambiwa aje? Mambo yajaonekana, akaamini yatakuja. Na akajiandaa na yakakuja. Hivyo tunaambiwa kwamba kwa yeye kuamini Mungu na kujenga safina, alikuwa na hukumu ulimwengu ya kwamba hukumu inakuja, pigo linakuja. Wakacheka, lakini yeye kuamini Mungu akahukumu ulimwengu. Funzo hapa tunaona nini? Mwanzo 4:4. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana Mungu akamtakabali Habili na sadaka yake. Kumtakabali, akapokea Habili na nini? Na sadaka yake. Kaini akakataliwa na sadaka yake. Ina maana nini? Na tulijifunza wakati tuliangalia hapo, Mungu anaangalia mtu kwanza kabla ya kuangalia sadaka. Sababu hata tunapotoka utoa sadaka na tunasema ni sadaka, kusema kweli hakuna kitu cha maana kweli tunafanya, kwa sababu tunatoa kutokana na kile Mungu ametupa. Alafu tunatoa sadaka kwa Mungu. Kwa hivyo ukifanya hesabu kwa Mungu, tumeongeza nini Washiko wakati nimemtolea 10,000. Katika pesa zake nimeongeza pesa ngapi kwa pesa za Mungu? Washiko? Yes. Umesikia swali? Sasa leo nitoe 1,000,000 kanisani. Si mtapiga makofi? Na kwa Mungu nimeongeza pesa ngapi kwa pesa za Mungu? 0. Sufuri. Si ndio? Kwa sababu sio pesa ni amenipa. Lakini Mungu anakubali mtu kwanza. Akinikubali, hata kile natoa kinakubalika na naona nimetoa kwa heshima yake. Lakini kwanza ni mheshimu kwanza. Si kuleta tu vile Kaini alileta na moyo wake umejaa makasiriko, moyo wake umejaa chuki ya kwamba hata akakasirika. Badala hata Mungu akimuongelesha hakumjibu. Wewe fikiri. Yohana 17:3 inasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Bwana Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Ya kwamba kitu muhimu katika ulimwengu kile kilimleta Yesu ni watu wamjue yeye. Ya kwamba yeye ni pekee, Mungu, Bwana Mungu wa pekee na wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Sisi tukiamini Yesu Kristo, tunaamini Mungu, kwa sababu Yesu Kristo hakuja tu na habari zake ati mimi nitawapeleka kwangu. Alisema kuna mahali nimetoka na huko ni kwetu na Baba yangu, huko ndiko nawapeleka. Hiyo ndio imani ambayo inatudumisha. Amen. Amen. Waebrania 8:12 tunasoma kitu kinaitwa ahadi. Si nimesema kutarajiwa. Ahadi inaweza kuwa kitu ninacho ni ahadi. Hapana, ahadi ni kitu na ngojea kitatendeka, si ndio? Si tumepewa ahadi ya kwamba tunaenda Singapore. Ni ahadi tu, si ndio? Huyo mtu ambaye anatupeleka Singapore tunaweza kumwamini? Hatuwezi, kwa sababu ametoa mingi ambazo si za kweli, si ndio? Na kwenda hii Singapore ni vizuri,
lakini kama ni Mungu ametuambia tutaenda Singapore, atoe ahadi tutafika Singapore, hiyo tunajua yeye ni wa kweli. Kwa hivyo ahadi inapelekana na ule anatoa hiyo ahadi, si ndio? Kwa sababu tuliahidiwa pia ya kwamba tutapata gesi ya bei kidogo. Imefika Shiko, mmeanza kuitumia? Basi sasa ndio tunaona kitu kinaitwa ahadi na nani ametoa ahadi. Tusomee 8, 10 na 11 hata 12. 8. Kwa imani Ibrahim alipoitwa aliitika, atoke aende mahali pale atakapopapata kuwa urithi, akatoka asijue aendako. Kwa imani alikaa ugenini katika ile nchi ya ahadi, kama katika nchi isiyo yake, akikaa katika hema pamoja na Isaka na Yakobo, warithi pamoja naye na ahadi ile ile. Maana alikuwa akiutazamia mji wenye msingi, ambao wenye kuubuni na kuujenga ni Mungu. Kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba, alipokuwa amepita wakati wake, kwa kuwa alimhesabu yeye aliyeahidi kuwa mwaminifu. Na kwa ajili ya hayo wakazaliwa na mtu mmoja, naye alikuwa kama mfu. Watu wengi kama nyota za mbinguni wingi wao, na kama mchanga ulio ufuoni usioweza kuhesabika. Ndio ati tunaambiwa sasa Ibrahimu, imani yetu ni imani ya Ibrahimu, kwa sababu kulikuwa imani ya Nuhu, si ndio? Watu wakaongezeka wakafanya wakaenda, lakini siku moja Mungu akasema sasa nitaenda hatua nyingine. Hawa watu wa Nuhu wamezidi, nao wamenichosha, hawaendi vile nilikuwa na wakusudia. Sasa ni Nuhu, tumeachana na Nuhu, akaenda katika nchi ya Uri wa Wakaldayo, watu ambao wanaabudu sanamu kwa njia ile ambayo tujaelezwa. Akaangalia Mungu, akaona mtu mmoja, akaona huyu mtu vile naona akifanya mambo yake, huyu muabudu sanamu, hebu niongee naye, huyu naona anaweza akanifanyia kazi. Akamtokea Ibrahimu. Atuambie alimtokea namna gani? Tunaambiwa tu aliongea na Ibrahimu akamwambia ufanye nini? Uhame. Na kule unaenda ni mimi nitafanya nini? Nitakuonyesha. Ambiwa sasa utoke hapa uende Kisumu. Unaambiwa toka hapa nitakuonyesha. Na yeye akaamini. Na tunaambiwa kwamba akaenda na akaonyeshwa nchi na akaishi huko. Lakini katika kuishi kwake mahali alikuwa hajui, na sasa amefika huko na anaishi, tunaambiwa kwamba akaishi kama mgeni. Kwa sababu tunaambiwa yeye, hata mwanae Isaka, hata mjukuu wake Yakobo, huko katika hiyo nchi waliishi katika hema. Kwa nini wakaishi katika hema? Na wamepewa nchi yao. Si huko kwa gazeti tunaambiwa, si gazeti, radio, broti mauta, plot, kuna ardhi mzuri maridadi, mafuta mzuri. Na ingine nasikia unaambiwa wakati kama huu wa kiangazi, sababu kumenyesha, hakuna hiyo mahali, hakuna. Yeye akaishi kama mgeni. Kwa nini? Tunaambiwa kwa sababu katika imani aliona zaidi ya hiyo nchi.
Hata wakati alikuwa anaambiwa angalia kushoto, kulia, angalia mbele, angalia nyuma, hiyo yote nimekupa. Hata akiwa na hivyo bado alikuwa kama mgeni Ibrahimu. Sababu hata wakati mke wake alikufa ilibidi anunue mahali pa kumzika. Hakuwa anapata. Kwa nini? Kwa sababu tunaambiwa kwamba waliutazamia mji wenye msingi ambao mbunifu na mjenzi ni Bwana Mungu. Walitarajia kuna mji, wacha huku. Kwa sababu wewe fikiri Mungu amekutokea, anawezaje kukuambilia huku na anakutoka mbinguni? Si akili yako itakwambia huko kuna mahali pengine bora zaidi ya hapa. Na hiyo ndivyo Ibrahimu akaishi hivyo kama mgeni. Akanunua shamba, akazika mke wake. Akapewa hilo shamba, akaambiwa chukua, mzike, usijali, wewe ni rafiki yangu. Akasema hapana, nataka nikulipe. Ndiyo niseme nilifanya nini? Nilinunua. Si hata Ibrahim tunaona vile alidharau mali ya huku duniani. Wakati alipewa mali mingi, akasema sitaki mtu aseme alifanya Ibrahimu nini? Tajiri. Akakataa. Kwa sababu alijua hapa utajiri huku atauacha. Kuna mji ambao Mungu ameunda. Yaani mji wa mbinguni, walitarajia wataenda mbinguni. Sababu hata wewe ukiambiwa toka hapa uende mahali nitakupeleka, baadaye ukufe, faida yake ni nini? Si hata afadhali mahali ungekaa unazoeana na watu wako. Lakini huyu aliacha kwa sababu aliambiwa nitakufanya taifa mpya, taifa langu mimi. Na akaamini. Hiyo ndio imani yetu. Ya kwamba hata sisi tukiwa hapa duniani tukitembea tunakanyaga kwa upole. Si mnaona huyu mnyama anaitwa kinyonga vile anatembea polepole Na wanasema ukiona kinyonga anakimbia ujue mambo ni mabaya. Anaenda polepole. Kwa nini? Niliambiwa nikiwa kijana ya kwamba ati akitembea hivyo huwa anasema kanyaga polepole, hii dunia ina nini? Ina mwenyewe, si yako. Na Ibrahimu hakufurahia dunia hiyo ambayo alikuwa amepewa, nchi kubwa, tajiri mwingi, lakini hakuushikilia. Yeye alikuwa anangojea wa mbinguni. Na basi akakuishi kama mgeni, na hiyo akatosheka hapo, akatosheleka. Na tunaambiwa kwamba hata mke wake mama mzee amepita wakati wa kupata watoto. Lakini tunaambiwa kwa imani Mungu akasema itakuwa hivyo, na ikakuwa hivyo. Akiwa mzee, ye mwenyewe kwanza alikuwa tasa. Si ndio tunasoma maandiko? Na hata alipozeeka kabisa, saa hiyo ndio akapata mtoto. Akashika mimba na akazaa, kwa sababu aliamini Mungu ni mwaminifu. Kwa hivyo tusisumbuliwe na haya tunapitia hapa duniani, kwa sababu ni ya muda. Kuna wakati utafunga macho bila kufungua Wadani. Ukifunga hivi, umefunga hapa, unafungua mengine ya mahali tofauti. Kama yule maskini Lazaro tunaambiwa ati ya kwamba alipokufa tu hivi akafanya nini? Akachukuliwa, akapelekwa mahali ambapo akina Ibrahimu walikuwa wanatazamia wataenda. Duniani ni tunapitia, hebu tutembee kwa upole, kwa unyenyekevu, tutembee tukijua kuna mahali panatungoja. Basi tunaambiwa kwamba huyo ambaye aliitwa tasa akazaa kuwa na uzao mkubwa. Ya kwamba leo tunasema sisi ni watoto wa Ibrahimu, si ndio? Ni wa imani ya Ibrahimu. Na sisi, na yeye alikuwa Mkaldayo Ibrahimu, lakini tunamuita baba yetu kwa sababu ni baba wa imani yetu. Na ni imani thabiti. Kama ilianza na Ibrahimu na mpaka leo inaendelea, si ni imani thabiti kabisa. Kwa hivyo hata vile aliamini na mji thabiti huko, basi hata imani yetu iwe thabiti hivyo ya kwamba kuna mambo mazuri.
Mwanzo 12:1 inasema, Bwana Mungu akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa yako zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Akaambiwa hivyo na akakubali na akaenda. Kwa hivyo hata sisi tumekubali, hebu tuende mpaka tukitoka hapa tunatoka tukijua ya kwamba ni kazi tumemaliza hapa, tunaenda kwetu kuzuri. Marko 9:23 Yesu akamwambia, ukiweza yote yawezekana kwake aminie. Nafikiri wadani huyo mtu bado ndiye tulisoma katika Luka. Mtu ambaye alimwendea Yesu na alikuwa mkoma, si ndio? Ana ukoma mwili wote, si kidogo, ile ulikuwa ukionekana tu hapa kidogo. Kama hapa niko na kitu sijui ni kuna mdudu fulani alinipitia hapa ama liliuma. Ninasikia kujikuna kidogo lakini imeenda ikipona. Sasa yeye alikuwa mwili wote ni ukoma. Na ilikuwa ati ukionekana kidogo unatengwa. Sasa yeye ni mwili wote, kwa hivyo alikuwa mbali na watu wote. Na katika huo ukoma wake tunaambia ilikuwa Bethania alikuwa Nisema ni Bethania. Yesu alipoenda Bethania, huyo mtu akakutana naye, akaenda akamsujudia, akampigia magoti, uso akaguzisha chini, akamwambia, Bwana ukipenda unaweza. Na hapa akamwambia napenda na naweza. Na tunamwambia akamguza. Na ujue mkoma hungemguza mwili wake. Kumguza ni ilikuwa tena umekuwa najisi, lazima utoe sadaka, usafishwe. Lakini sasa huyu ni Mwokozi Yesu ambaye alikuwa na Mungu tangu mwanzo Mungu akanyosha mkono wake kupitia Yesu, akamguza, akapona. Kwa hivyo Mungu wetu anaweza, na tukiamini hivyo basi tunakuwa na ujasiri wa kwenda na yeye hata mambo yawe yamebadilika. Tunakuwa na imani hiyo ya Ibrahimu. Amezeeka lakini Mungu anamwambia, silisoma mahali alimwambia, wakati kama huu mwaka ujao utakuwa na mtoto. Sara atakuwa ananyonyesha mtoto. Jambo ngumu, hata Sara aliposikia akacheka. Na Mungu akasikia kicheko. Kwa hiyo tunapocheka Mungu anasikia. Tukilia pia anasikia. Tujue hivyo. Hata kama unalia ndani, sio lazima ulie mayowe watu wasikie. Mungu anakusikia. Amen. Jambo la 3, mbinguni. Kitu kinaitwa mbinguni ni 13-16. Hebu tusomee 13, 14, 15. Mbinguni, imani ya mbinguni. 13, 14, 15. Hawa wote wakafa katika imani, wasijazipokea zile ahadi, bali wakaziona tokea mbali na kuzishangilia na kukiri kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi. Maana hao wasemao maneno kama hayo waonyesha wazi kwamba wanatafuta nchi yao wenyewe, na kama wangalikumbuka nchi ile waliotoka, wangalipata nafasi ya kurejea. Asante. Ati tunaambiwa hawa watu walielewa ya kwamba kuna mahali wanaenda, ya kwamba hata wakati nani amepewa mali, Yakobo alijua hiyo mali ni ya hapa, lakini kuna mahali. Tunakumbuka Yakobo wakati alikuwa anatoroka
alipolala akaona ndoto akapata ndoto, na katika ndoto akaona malaika wa ngazi kubwa imeenda mpaka mbinguni na malaika wanaenda juu chini. Na baadaye Mungu akazungumza naye, na baadaye akasema, kusema kweli mali nilikuwa ni mlango wa mbinguni. Ana mali anatoroka, lakini amesema amefika mlango wa wapi? Wa mbinguni. Na akakaa kabisa akiwa hivyo, na akaendelea hivyo, na hiyo imani ikiwa thabiti mpaka dakika ya mwisho. Hata akienda Misri, wakati walihamia Misri kwa sababu ya kiangazi, yeye alijua Mungu vile alikuwa amemwambia, nitakuwa na wewe. Kwa sababu ndio tunaambiwa basi ikafika wakati wa Ibrahimu. Si Ibrahimu alikufa? Isaka na yeye, Yakobo, Yusufu, wote si walikufa? Kila mmoja alikufa, lakini walikufa kuwa na tumaini ya kwamba hapa duniani tukikufa kuna dunia bora zaidi ambayo inatungoja. Kwa nini basi wakasema tuko hapa sisi ni wasafiri, na basi ni vizuri kama tungejifundisha na hata sisi tujihesabu wasafiri, ya kwamba hapa mambo ya dunia ijapokea na tuvutia, ijapokuwa tunayatafuta, tusiruhusu yatuteke tu, ya kwamba saa yote ni mambo yangu pesa nikisikia mahali kuna kitu nakimbia huko, nijue hiyo yote nitaiacha. Si hata unaweza kufa ukienda kutafuta mali. Si watu wanakufa. Alikuwa anaenda Uganda kutafuta mali, alikuwa anaenda kununua vitu, alikuwa anaenda wapi? Hiyo ya kwa tukifanya mambo tufanye tukiwa tukikumbuka kuna mahali tunaenda. Na nchi yetu ina watu wa ajabu, si ndio? Na si hapa, hata hiyo hata dunia hizi yote, hata ukienda Marekani kuna watu hawaamini ya kwamba iko kesho na iko mahali watu wanaenda. Wanasema ni hapa. Utaona mtu anaitwa bilionea na bado anataka zaidi na zaidi. Wengine kwa bidii hao wanapata hiyo mabilioni, si ndio? Na wanatoa kitu kinaonekana. Hata ukimuuliza pesa yako. Lakini kama hapa Kenya kwetu wengi ukimuuliza alitoa pesa wapi, hawezi akakwambia. Hawezi. Umesikia mmoja ameita watu wawaeleze jinsi ya kutengeneza pesa. Si wao wana mabilioni wangeita vijana Waambie vijana njoni niwafundishe vile mali inatengenezwa. Hawawezi, kwa sababu ni mali ya wizi. Lakini hawa walipokea kwa Mungu. Na hata hawa walipokea kwa Mungu wakajua hii mali ni ya hapa. Kwetu kuzuri ndiko tunaenda. Basi hebu katika yote tuzingatie hivyo ya kwamba kuna mahali tunaenda na huko tunaenda ni bora zaidi, hakulinganiki na huko. Wakasema hata walipokuwa huko walijua mahali ilikuwa nchi si mzuri. Si walikuwa na kiangazi. Wakati moja mtu anahama hapa anaenda kwingine, baadaye anarudi. Hivyo ilikuwa hiyo mzunguko tu. Ya kwamba kama wangefikiri kule walitoka, walikuwa na mahali wangerudi. Si ati walikuwa watu ovyo kama mimi ati nimepata mahali nashikilia, sina pengine. Walikuwa na mahali mtu angesema, ai, hii mambo niwache, wacha nirudi kwetu kule kulikuwa bora zaidi. Walikuwa na mahali wangeenda. Na walikuwa na nafasi. Mungu hakuwalazimisha, lakini walimwamini Mungu. Kwa hivyo wakashikilia imani yao, wakashikilia hiyo ahadi ya mbinguni, ya kwamba hapa kuna kazi tunafanyia Mungu, baadaye tukikufa tunaenda kuwa na yeye mahali bora zaidi. Naambiwa walitamani nchi iliyo bora zaidi ya mbinguni. Kwa hivyo hata Mungu hakuona haya akiitwa Mungu wao, ya kwamba mimi ndiye Mungu wa hao. Si hata unasikia Mungu akijitaja vile anajitaja. Akiongea na Yakobo akawa mimi ni Mungu wa baba yako Ibrahimu.
mimi baadaye mimi ni Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Kwa hivyo Mungu akafurahia hivyo kuitwa nao, Mungu akafurahia. Haoni haya. Sijui siku ya leo katika maisha yetu na yale tunafanya na yale tunatafuta na yale tunazingatia, kama Mungu kila kitu tunafanya na tunazingatia, Mungu anaongea akisema, kama vile alisema mambo ya Ayubu. Asante Wambane kutuambia mambo ya Ayubu. Ayubu alipitia mambo makubwa. Hata akasema tu kama mtu ningeenda huko kwa Mungu, nina mambo ningeenda kumwambia. Na najua hata niua kwa sababu nimemuuliza. Hiyo ndio alipitia mambo magumu. Hata mwisho Mungu akasema, katika mambo haya yote huyu Ayubu hajanitendea dhambi. Alikuwa na uchungu wake, lakini alikuwa na tumaini. Si hata kuna wakati alisema hata mwili wangu wote ukioza, najua nitasimama upya mbele za Mungu. Kwa hivyo hakushikilia, na hebu tusishikilie. Tujue mbinguni ndio kwetu na mji umeandaliwa. Hata Yesu Kristo akasema, kasi hivyo ningewaambia kuna mahali kumeandaliwa. Mwanzo wa 50:25 inasema, Yusufu akawapisha wana wa Israeli akasema, bila shaka Bwana Mungu atawajia ninyi, nanyi mtaipandisha huko mifupa yangu. Si alikuwa ametoka huko kwao wakiwa kijana, akazeekea wapi? Misri. Akarudi huko kwao wakati walienda kuzika baba yake, si ndio? Akaenda na akamzika na akarudi Misri. Lakini akajua nina kwetu. Kwa nini? Sijui kama mmefikiri kwa nini akasema mifupa ipelekwe, na dunia yote ni ya Mungu. Si dunia yote ni ya Mungu wa ndani. Sasa mifupa yangu ikiwa Marekani na wengine ama India, iko hasara kwa Mungu. Mbona mtu akasema hivyo? Mhubiri mmoja akasema, ni kwa sababu alijua hapa duniani tutarudi. Na yeye hataki mifupa yake wakati wa baragumu amke akiwa Misri. Anataka amke akiwa wapi? Kwa nyumbani. Si tunaambiwa baragumu italia, na wale wako watabadilika, na wale wafu watafufuka, si ndio? Na alafu wote tutaenda pamoja, si ya kwamba wale wako hai wataenda mbele. Kwa hivyo kwa imani yeye akasema, mifupa yangu iko wapi? Huko mimi niliuzwa nikatolewa huko, nataka nitoke huko wakati kanisa litanyakuliwa. Ni jambo la ajabu, sio? Hebu tutafute hiyo. Tukimalizia Waebrania 10:17 mpaka 19, kuna kitu kinaitwa kutahiniwa. Kutahiniwa ni kupimwa. Si juzi tuliombea vijana wetu walikuwa wanafanya mtihani. Mtihani si unawapima kama wamecheza shule ama wamekuwa wakisoma. Si ndio Anthony Ndomo? Kama mmeenda tu huko na nasikia wengine wako hivyo, kazi yao wakienda huko ni kucheza mpaka jioni. Lakini mtihani ukija unaamua nani amekuwa anasoma, ni nani amekuwa anacheza. Sasa kutahiniwa. Tusomee hapo mstari wa 17 mpaka 19, tumalizia hapo. Kwa imani Ibrahim alipojaribiwa akamtoa Isaka awe dhabihu, na yeye aliyezipokea hizo ahadi alikuwa akimtoa mwanaye mzaliwa pekee. Naam, yeye aliyeambiwa, katika Isaka uzao wako utaitwa, akihesabu ya kuwa Mungu aweza kumfufua hata kutoka kuzimu, akampata tena toka huko kwa
mfano. Kwa imani Isaka akawabariki Yakobo. Asante. Isaka mambo yake tutasoma wiki ijayo. Sasa ni Ibrahimu hao ndio tunaitwa wazee. Ati akaambiwa utapata mtoto, akampata. Lakini kabla ya kupata huyo mtoto akapata mtoto mwingine wa kando. Aliitwa nani? Ishmaeli, si ndio? Sasa Ishmaeli akaambiwa huyu Ishmaeli hata rithi, mtoto wa mtumwa hata rithi na mtoto wa boma. Akatoka kijana mdogo, baba yake anamwambia twende. Mungu akamwambia mtoe sadaka ya kuteketezwa, toa dhabihu ya kuteketezwa. Ibrahimu akatoka. Atuambia aliambia Sara hiyo mambo. Yeye alienda tu polepole akasema tunaenda nini? Kuomba. Na hata wakati walifika huko, walipoona ikiwa mbali hivi kama kule mbele, akaambia wale vijana walienda naye, ngojeni hapo, mimi na kijana tunaenda huko kuabudu, baadaye tutafanya nini? Tutarudi. Sasa Isaka akachukua kuni, wakaendelea na moto. Kauza baba, lakini sasa naona tuko na moto na tuko na kuni, kondoo yuko wapi? Ibrahimu akamwambia Bwana Mungu atajitolea nini? Kondoo wake atajitolea yeye mwenyewe. Hapa tunaambiwa aliamini. Si Mungu amemwambia huyu ndiye atakuwa mrithi? Na Mungu amemwambia mtoe sadaka. Na Mungu hasemi uongo. Si unaona kama angekuwa hana imani angechanganyikiwa. Hata kama ni mimi labda ningekemea niseme pepo mchafu ufanya nini? Toka. Huyu ndiye mrithi. Yeye hakuwa na hiyo. Yeye alijua huyu ameongea ni yule Mungu tunaongeaga saa yote. Hata akienda Sodoma kuharibu Sodoma, si tuliongea? Kwa hivyo sauti yake aliijua, akajua ni kabisa. Na hapa tunaambiwa ati aliamini kwamba huyu Mungu ana uwezo wa kumfufua. Atamtoa akufe, achomeke, alafu tena atoke. Hivyo ndio tunaambiwa aliamini. Na tunaambiwa hivyo ndivyo ilitendeka. Si alimchukua akamfunga, akamwekelea kuni, akachukua kisu amchinje. Ndio baada ya kumchinja awashe moto, si ndio? Lakini alipoindua kisu akaambiwa hapana, usimguze mtoto. Kuangalia, lakini leo nimeona ya kwamba wewe ndio huo mtihani. Akapata alama 100%. Wewe hakuna kitu unaweza kujizuia kwangu, kunizuia nikikuitisha. Umepita. Kuangalia akaona nani? Mwana kondoo. Ati pembe zake zimeshikwa na majani, anajaribu kutokea. Anajaribu kutoroka kwenda, hawezi. Akamchinja. Na tunaambiwa ni kweli Mungu alimfufua Isaka kwa mfano, kwa sababu Ibrahimu alikuwa tayari kumtoa. Tunaambiwa nini basi? Tusimjizuie chochote, tusishikilie chochote ambacho Mungu anadai kwetu. Tujitoe kabisa, kwa sababu hata hali iwe ni kumalizika, ni kuisha, Mungu ana nguvu za kufufua. Ibrahimu akaamini hivyo ya kwamba huyu mtoto naenda naye atafufuliwa, tena tutarudi. Na ndio hata akiambia vijana ziliwaambia mimi na kijana tunaenda, alafu baadaye tutafanya nini? Tutawarudia. Tuwe na hiyo imani. Na tukiwa na hiyo imani tutakuwa sasa, uzuri wa imani inatutoshanisha. Ibrahimu akafanya yake, na mimi nikifanya vile Ibrahimu alifanya, mimi na Ibrahimu tunakuwa kipimo kimoja, tumepita. Sababu uzuri ni upite vizuri. Ukipita vizuri, si watu wale wamepita vizuri wanatoshana. Mtihani mmoja. Sasa mitihani ni tofauti, lakini kile Mungu anatafuta ni huo uaminifu wetu, ni hiyo imani yetu. Imani yetu ikipita inatosha.
Ndio hata Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo akaambia Petro ati shetani amewatamani. Lakini Petro akaambiwa wakati utaongoka, wakati utaokoka na hivi umenikana, wakati utarudia mwito wako, utawapia wengine nguvu. Hivyo kila wakati Mungu atatutumia sisi kuwapia wengine nguvu. Amen. Jambo la kutafakari ni Waebrania kabla ya hapo funzo Danieli 3:17. Kama ni hivyo Bwana Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto. Hata naye atatuokoa na mkono wako mfalme. Maneno ya nani hayo? Nani alisema hivyo? Namjui haya maneno hamjayakuta Danieli. Nani alisema maneno hayo? Ya kwamba Bwana Mungu anaweza. Nani? Uzoe kuwaita majina yao sawa. Hanania, Mishaeli na Azaria. Sio hiyo majina. Nikasikia ati mtu mmoja alikuwa anasema hao Wakristo wananishangaza. Shadrach, Meshach na Abednego, baada ya kusema majina, alikuwa Myahudi, majina yao ya Kiyahudi yale yalitukuza Mungu. Lakini sisi tukiimba Shadrach, Meshach na Abednego, washiko tujaribu kuimba Hanania, Mishaeli na Azaria, majina ya kumtukuza Mungu. Hayo majina mengine yalikuwa ya miungu ya huko Babeli. Lakini sio hiyo inashikilia, ni ya kwamba walisema Mungu wetu anaweza. Na hata kama si moto, tutachomeka moto, tutakuwa tumeokolewa na wewe. Ukituchoma baadaye utafanya nini? Si nguvu zako zimeisha? Mtu akikuua si nguvu yake imeisha juu yako? Hata akuue akukatakate utasikia uchungu kama umekufa. Ama akuchome. Hawezi. Wakasema kama ni moto tutakufa, lakini tumetoka kwako. Kwa nini? Imani ni ya kwamba Mungu wetu yuko hai na tumeshikana naye, kwa hivyo hata hapa hata tuacha, tutakuja kwake. Na ni ajabu hata huyu Mfalme Dario alipoenda asubuhi alimuuliza Danieli, Mungu wako amekuokoa? Aliamini kuna Mungu anaweza uwezo huo. Alikuwa na imani. Hakuenda kilia ati hebu nifungulieni. Alimuita kwa sababu alijua Mungu huyo. Hebu tuwe na hiyo imani ya kumwamini Mungu hivyo. Waebrania 11 Luka 18:27 akasema yasiyowezekana kwa wanadamu yawezekana kwa Bwana Mungu. Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo anasema hivyo. Hivyo kwake hakuna lisilowezekana. Tafakari Waebrania 11:1, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwao. Hakika na yale tunatarajia, si yale tunayo. Sasa mimi nikiwa na 500 hapa, si nina hakika ninayo. Lakini nina hakika nitafikisha kesho hata kama sina ndururu, kwa sababu Mungu ameniahidi yuko pamoja na mimi. Amen. Wazo kuu Waebrania 11:6, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Bwana Mungu. Kwa maana mtu amwendeaye lazima amini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Na nafikiri Kaini alianguka mtihani huo hapa. Akija kwa Mungu alikuja hajali na hana hicho kicho. Ndio sababu hata sadaka yake haikukubalika. Hakumcha Mungu, hakuonyesha Mungu heshima yake. Kwa hivyo yakakataliwa na alichotoa. Sala tuombe hivi
Waebrania 11:13. Hao wote wakafa katika imani, wasijazipokea zile ahadi, bali wakaziona tokea mbali na kuzishangilia na kukiri kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi. Umeona hiyo? Wakafa katika hawajapokea, wakaziona tokea mbali. Vile tumeona mbinguni, si tunaona kwa mbali tu tunapoomba, tunaposoma, si tunaona mbinguni ikiwa mbali. Basi hao tunaambiwa walishangilia na kukiri kwamba walikuwa wageni na wasafiri. Basi hebu tukiri hivyo, sisi ni wageni, sisi ni wasafiri hapa duniani. Tukikiri hivyo, hatutajishikilia ulimwengu, tutashikilia imani yetu. Imani yetu ni thabiti, ni hakika, na siku itafika. Amen. Yehova Bwana Mungu awabariki sana.